Pikipiki hii mnayoiona aina ya Sinoray ndiyo pikipiki ya marehemu aliyeuawa mwili wake ukakutwa kwenye makaburi ya Myemba. Na hizi spana mnazoziona hapa ndio vitendea kazi vya wahalifu hawa. Wakishaziiba hizi pikipiki wanazifungua ili waweze kuzisafirisha kwa wepesi. Na kwa mujibu wa kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, washukiwa hawa wanatuhumiwa na kukiri kwamba wanahusika pia kwa tukio lilojiri tarehe 7 huko katika maeneo ya Tumbi mkoani Tabora kwa mauaji mengine ya bodaboda. Na hii ndiyo taarifa yake. Kwa kipindi cha mwezi Januari 2026 tumekuwa tukiendelea na operesheni mbalimbali ambapo watuhumiwa wa makosa mbalimbali wamekamatwa, ikiwa ni mpango mkakati wa kukabiliana na matukio ya uhalifu katika wilaya zote 7 za mkoa wa Tabora. Katika tukio la kwanza la Januari 14, 2026 majira ya saa 9:30 huko eneo la makaburi ya Myemba, kata ya Mbugani, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora, Hamisi Nchambi mwenye umri wa miaka 27, kabila Msukuma, afisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda, mkazi wa kata ya Mbugani, alikutwa akiwa amefariki huku mwili wake ukiwa umefungwa kamba za manila na mipira maeneo ya shingoni, miguuni na mikononi, ambapo siku ya tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026 majira ya saa 2 usiku marehemu akiwa na pikipiki yake alikuwa akiangalia mpira na wenzake, na baada ya mpira kuisha aliondoka na hakuonekana tena hadi mwili wake ulipoonekana ukiwa umetelekezwa juu ya makaburi katika makaburi ya Myemba. Marehemu alikuwa akiendesha pikipiki yenye namba za usajili aina ya Sinoray rangi nyeusi yenye thamani ya shilingi milioni 2.7 ambayo iliporwa pamoja na simu ya marehemu aina ya Tecno. Mbinu iliyotumika ni mtuhumiwa kujifanya abiria na kukodi pikipiki kisha kumpeleka maeneo ya makaburi na kumfunga kamba shingoni, mikononi na miguuni, kisha kumnyonga na kumuua kwa lengo la kujipatia kipato kisicho cha halali. Katika msako mkali uliofanyika kufuatia tukio hilo,